zake zote kwa gharama zangu mwenyewe. Kwa gharama zangu mwenyewe natoa langu mwenyewe, sisaidiwi na kiongozi wa aina yoyote. Simba mimi naipenda. Yaani Simba mimi jinsi ninavyoipenda, light wewe ungejua. Yaani Simba ingekuwa embe dodo, ningelila na majani. Jinsi ninavyoipenda Simba yangu iko ndani ya moyo. Situmii kilevi cha aina yoyote, alcohol ya aina yoyote, mistari yangu kwenye ibada na Simba Sports. Hivyo ndio vitu vyangu. Basi leo Young Africans Zanzibar kule wamempa mtu kipigo cha kutosha. Wewe unasemaje? Baba mkubwa na mdogo. Shamba la Bwana Heri, nyumba ya Bwana Heri. Wale mwenye ile timu sisi hatumjui, si ya Dodoma ile. Si ya Dodoma au sio ya Dodoma? Haya, wamepelekwa kule, wamelipiwa kila kitu, njoeni huku. Wewe mtu kakulipia kila kitu, unategemea nini? Njoo huku, uje huku, utalala hapa, utakula hapa, utafanya hivi, utafanya. Lile shamba la Bwana Heri, nyumba ya Bwana Heri. Wale waliofungwa leo 3. Ndio katika timu ambazo mimi mwenyewe naziombea dua zishuke. Ile naye ni moja. Dodoma Jiji naiombea ishuke hata leo. Wallahi wa bilahi. Naiombea dua hata leo ishuke. Sipendi kweli kweli. Meki ni kocha mzuri, lakini ile timu, kiongozi wa ile timu ana mahaba na watani. Yaani ile timu, si umeona leo imefungwa 3. Imefungwa 4? Haya, imefungwa ni kwa sijui 5. Haya. Wamepiga washapigwa hizo goli. Kamwangalie sura yake yule kiongozi wao leo. Furaha aliyokuwa nayo. Tulicheza sisi na Dodoma. Tukiwafungwa wale, siku tulikwenda Dodoma, tumapiga Dodoma. Yeye alikuwa pale uwanjani. Kuruza tunaondoka hiyo kabla mechi haijaisha. Lakini wale kwa vile benyewe kwa benyewe sawa, shamba la Bwana Heri, nyumba ya Bwana Heri. Na ndio maana wale kikutana na timu zenye ubaya ubwela, cha moto wanakuwa wanakiona. Walikutana na timu moja kule mechi ya Isamuyo. Walisahau mpaka keki. Mimi ndio nilienda kuichukua keki siku ya 3. Fadlu ametupa taswira kama dabi ya Kariakoo ipo. Baadhi ya nyota kwa kalisha benchi leo, maandalizi tunaweza kusema ni kutunza nguvu kuelekea mechi ya dabi. Kwanza mimi nampongeza sana kocha wetu Fadlu David Gadola Mwembamba. Bro, katika makocha ambao walikuja kuitengeneza timu na tulikubaliana kwamba amekuja kuitengeneza timu, kuijenga timu yetu. Yeye ametufanyia surprise wana Simba. Tulikuwa timu 4 tunacheza mashindano ya kimataifa. Wengi nafikiri mliziona hizo timu. Zipo timu ambazo kwenye ligi zinajitutumua sana, zinajifanya zinajua, lakini wao ndio walikuwa mapema, waliwahi kurudi nyumbani. Lakini sisi Simba Sports mpaka mechi ya mwisho tulimaliza mashindano tukiwa salama usalimini. Kwa hiyo ni kocha ambaye kwangu mimi namuomba tu mwekezaji wetu pamoja na viongozi wangu, kama kuna uwezekano wamuongezee mkataba hata miaka 5. Kwa sababu kuna kitu nakiona mbele yake cha kutupa sisi faraja wana Simba. Na Mungu akijalia mwakani tunacheza shirikisho. Klabu bingwa. Shirikisho ndo tumemaliza. Unaona tena ukifika finali bwana shirikisho, maana kile kichaka jamaa walichokuwa natamba kidogo finali shirikisho, kwa hiyo iliingia. Kwa hiyo kichaka kile kushine kimekuwa kichaka cha matembele. Sasa basi nachomuomba mimi mwekezaji wetu, kama kuna uwezekano Fadlu David Gadola Mwembamba amuongezee mkataba miaka 5. Ana kitu ambacho nakiona mbele ya safari. Sisi wana Simba tuna enjoy, tunafurahi kama hivi. Bro, kufika finali ya shirikisho na timu ya Kaskazini finali kwenye uwanja wetu wa nyumbani, kana kwamba tunacheza pungufu. Maana tumekosa ile finali unajua tukiwa pungufu. Na tulipata goli clear kabisa goli. Lakini refaria akafatwa vyumbani, watu nafikiri waliona, alienda siku kufanywa nini kule kuna basi yakatokea iliyotokea. Lakini nampongeza sana kocha wetu, napongeza sana wachezaji wangu, napongeza mashabiki wenzangu wote wa Simba Sports tulioanza ligi salama mwanzo mpaka mwisho. Kwa kweli kama mimi sina mambo mengi kivile. Awali yote namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hichi ambacho alichotupa wana Simba.